Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Juni 30, siku ya Jumanne. Mada ya leo inasema mji wa Korintho. Soma Matendo ya Mitume sura ya 18 aya ya kwanza hadi ya 3, Wakorintho wa kwanza sura ya 5 aya 9 hadi 11 na Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya 4. Tunaweza kuhitimisha nini kuhusu uchumi, maadili na maisha ya kidini ya Korintho? Korintho ilikuwa kitovu muhimu cha ulimwengu wa kale, ukijulikana kwa biashara yake yenye ustawi. Mji huu uliharibiwa na Rumi mwaka wa 146 kabla ya Kristo na kujengwa upya na Julius Caesar kama koloni la Kirumi mwaka wa 44 baada ya Kristo. Korintho hii ya Kirumi ndiyo iliyoonekana katika Agano Jipya. Katika siku za Paulo, Korintho ilikuwa ni moja kati ya miji mpinzani ya Athene, na hata ilikuwa imeipita katika nyanja mbalimbali. Korintho ilikuwa na bandari mbili muhimu ambazo zilifanya ubadilishanaji wa bidhaa na maendeleo ya biashara yake kuwa rahisi. Kwa kweli, Paulo alichagua Korintho kwa sababu ya umuhimu wake na eneo lake la kijiografia lenye faida. Kwa hiyo fursa ilitolewa kwa ajili ya kuihubiri Injili. Mara baada ya kuanzishwa huko Korintho, ingewasilishwa kwa urahisi katika sehemu zote za ulimwengu. Ellen G. White, Sketches from the Life of Paul, ukurasa wa 99. Zaidi ya hayo, biashara iliyostawi ya Korintho ingefanya iwe rahisi kwa Paulo kujikimu kwa kutengeneza na kuuza mahema, huku akitangaza Injili katika mji huo. Matendo 18 aya ya 2 na ya 3. Kwa wazi, kazi ya umisionari katika miji mikubwa wa kitajiri haikosi changamoto. Korintho ulikuwa na mfumo dhahiri wa dini mbalimbali. Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya ya 5 unaonekana wazi kwa sehemu nyingi za ibada zilizojengwa kwa heshima ya miungu kama vile Apollo, Athena na Afrodite miongoni mwa mingine, na hata ibada ya miungu ya Misri kama vile Serapis na Isis. Mbali na mtanziko huu wa kidini, Korintho pia ulijulikana kwa ufisadi wake wa kingono. Strabo, mwanajiolojia na mwanahistoria Myunani, anasema kwamba kulikuwa na makahaba 1000 waliojitoa kwa ajili ya ibada ya Afrodite katika hekalu lake huko Korintho. Ingawa wanazuoni wengi wanalitazama hili kwa mashaka na kuihusisha dai hili na propaganda za Waathene dhidi ya Korintho, ukahaba uliohusiana na kaida za kidini ulikuwa jambo la kawaida kama mahali pengine. Ibada ya sanamu na uasherati ilikuwa sehemu ya maisha ya kila siku, na ukweli huu wenye kuhuzunisha unaeleza maudhui mengi ya Wakorintho wa kwanza na wa pili. Katika kazi yake ya umisionari huko Korintho, Paulo alikabiliwa na changamoto ya jamii yenye kuabudu sanamu na uasherati. Ni changamoto zipi katika utamaduni wa leo zinaweza kufanya iwe vigumu kuhubiri Injili? Tunawezaje kuyashinda? Kuna tofauti kiasi gani kati ya Korintho na miji yetu leo? Mungu atubariki sote na uwe na tafakari njema.